Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni vijana wengi ambao wako vyuo vikuu wamekuwa wakipata changamoto sana wanapokuwa wamemaliza, wanakuja kutafuta ajira, wamejikuta hawana ujuzi ambao unaendana na ajira inayotakiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu, je, serikali ina mpango gani na mkakati wa kuwezesha taasisi za elimu ya juu kushirikiana na sekta binafsi ili kuwajengea uwezo vijana ambao wako vyuo vikuu na kuandalia mazingira ya kuwapa ujuzi na uzoefu ili wawe tayari kwa ajili ya soko la ajira? Ni kweli kumekuwepo na hiyo changamoto ya vijana kupata shida ya masuala yanayohusiana na ajira baada ya kuwa wamehitimu. Mheshimiwa Spika, serikali tayari imekwisha kusaini makubaliano ya ushirikiano kati ya serikali, vyuo vikuu pamoja na waajiri, ikiwemo waajiri wa sekta binafsi, kuweza kuangalia namna nzuri ya kuandaa vijana wetu kuingia katika soko la ajira, lakini pia na kuwa washindani katika masuala haya yanayohusu upatikanaji wa ajira. Mheshimiwa Spika, baadhi ya masuala ambayo yapo katika yale makubaliano, na Mheshimiwa Spika, utakumbuka pia hivi majuzi tulipokea andiko moja zuri kutoka kwa Mheshimiwa Selemani Jafo, mbunge wa Kisarawe, ambalo na lenyewe lilikuwa linatoa mawazo na maoni kuhusu ni namna gani vijana wanaweza wakapata ajira ndani ya serikali na sekta binafsi, hasa wanapohitimu vyuo vikuu. Mheshimiwa Spika, kupitia hilo ambalo nimesema, serikali imeshasaini makubaliano hayo na mawazo haya ambayo waheshimiwa wabunge wametoa, likiwemo ili ambalo Mheshimiwa Khalid Sekela ametoa kupitia swali lake zuri, na mawazo mengine ambayo waheshimiwa wabunge wametoa, ikiwemo lile alilotoa Mheshimiwa Jafo. Serikali kupitia wataalamu wake wanaendelea kuangalia madirisha yote haya ambayo yatawafanya vijana waweze kupata mafunzo, waweze kupata kutumia vizuri fursa zinazopatikana ndani ya serikali na ndani ya sekta binafsi. Baadhi ya maeneo ambayo Mheshimiwa Spika, serikali inaangalia, mojawapo ni hilo la kupata mafunzo, wangali wanasoma waendelee kupata attachment za kuweza kujifunza kinachofanyika katika ofisi mbalimbali zikiwemo za umma na zile za sekta binafsi. Lakini lingine, Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema, serikali inaendelea kufanyia kazi maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa ya kuangalia kuwa na dirisha la wahitimu. Dirisha la wahitimu, Mheshimiwa Spika, tunaangalia kupitia hii kampuni ambayo itaanzishwa ambayo ilikuwa Export Credit Guarantee Scheme, iweze kugarantii vijana wetu wanaotoka vyuo vikuu ambao wako na mawazo ya kufanya uzalishaji lakini wanakosa mitaji, waweze kupata mitaji, na wakipata mitaji tuna uhakika kwamba wataweza kuhimili kujiajiri lakini pia na kuajiri na wengine. Mheshimiwa Spika, tunawaza hatua kubwa zaidi ya kubadilisha sheria kutoka kwenye dhamana ambazo zilikuwa zinatumika zamani, zilizokuwa zinatambulika zamani, zile ambazo hazihamishiki, kwenda kwenye dhamana zinazohamishika. Mheshimiwa Spika, chukulia mfano mmoja mdogo wa mtu ambaye amepeleka kumsomesha mtoto wake kuanzia kindergarten, akaenda primary, akaenda sekondari, akaenda mpaka vyuo na pengine mpaka vyuo vya nje, amemsomesha shule binafsi, gharama kubwa, mwisho anapomaliza anakuwa na cheti chake na akitambuliki. Lakini kipande cha eneo cha hati ya milioni 15 kinaweza kikadhamini mkopo. Cheti cha chuo kilicho gharimu takriban milioni 200 hakiwezi kutambulika na kikatumika kama dhamana. Mheshimiwa Spika, kwenye sheria tunayopendekeza, tunataka vyeti vya shule vikishathibitishwa na TCU viweze kutumika kama dhamana ya kukopa na mhitimu yule aweze kutumia cheti chake kuweza kupata mkopo. Mheshimiwa Spika, msomi wetu aliyemaliza famasia na akapata cheti chake, msomi wetu aliyemaliza electrical engineering na akapata cheti chake, kukosa vitendea kazi vile vya kuweza kupractice taaluma yake na cheti anacho, kwamba tumlazimishe na yeye awe na kipisi cha ardhi tu ndio aweze kutumia kama dhamana, hii tunaona
tunabana wigo wa fursa ambazo vijana wetu watakuwa wameshapata. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maeneo ambayo Mheshimiwa Spika, wataalamu wetu wanaendelea kuyachambua na mswada upo unafanywa kazi. Tunaamini utakapokuwa umeiva tutaleta ndani ya bunge lako tukufu ili kuweza kuwapa fursa hiyo kubwa vijana wetu waweze kukabiliana na changamoto zinazojitokeza katika masuala ya ajira.